Leo tutakwenda kutazama hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin. Katika wale wadudu watano ambao waliohalalishwa kuuawa, tutakwenda kumtazama mmoja, na ni kwa sababu gani? Amesema yoyote atakayemuua mjusi kwa pigo moja, basi mtu huyu atapata malipo kadha wa kadha yaliokuwa mazuri, lakini atakayemuua kwa mapigo mawili atapata kadha wa kadha katika mazuri, na atakayemuua kwa mapigo matatu atapata kadha wa kadha katika mazuri. Na hapa anakusudiwa mjusi katika wale mijusi wanaoishi majumbani, sio kumfukuza aondoke au wawe. Wenzetu ambao wasiokuwa Waislamu wana maneno, wanasema hivi: kaifa nantafi'u bilfikari alislamia, tunawezaje sisi kufaidika kutokana na fikra za Kiislamu? Yani wasio Waislamu wananufaika kutokana na fikra za Waislamu, sisi Waislamu wenyewe hatunufaiki kwa fikra zetu. Hichi ndio kichekesho kikubwa zaidi duniani. Kwa nini auawe wazghun? Anauawa kwa sababu hii: mjusi anapotembea huwa anaacha nini? Inda mururihi ala aljudran, wakati anapopita katika kuta za nyumba mjusi huwa anaacha, wal athathi, na anapopita katika fanicha zilizokuwa nyumbani mjusi huwa anaacha nini? Baqaya min barazihi, huwa anaacha mabaki ya kinyesi chake katika sehemu anazopita. Mwanadamu anapokigusa kile kinyesi cha mjusi, ima kwa kujua ima kwa kutojua, katika hali ya namna hii huyu mwanadamu atajikuta anasibiwa au anabeba aina tofauti tofauti za bakteria wanaoitwa salmonella. Salmonella ni aina ya bakteria hatari sana, kwa sababu hawa ndio bakteria wana uwezo wa kuanzisha maradhi yanaitwa ataifia, kwa maana maradhi ya typhoid. Lakini kinyume cha hao salmonella, kuna baadhi ya bakteria wengi sana ambao ni hatari, wanaitwa almudadul hayawi, ni anti uhai wa wanadamu au bakteria, wana hatari sana. Mijusi ni katika viumbe ambao wana chuki. Mijusi ni katika viumbe ambao wana khiana. Mijusi ni katika viumbe ambao waongo. Mijusi ni katika viumbe ambao wadanganyifu, wana uwezo kudanganya. Kwa sababu ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad anasema, mkiwaona wale wazghi mijusi waueni, kwa sababu ndege wote, viumbe wote, wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ametupwa katika moto, ndege, wadudu, kila mmoja alifanya juhudi kwa namna yake kuweza kuuzima ule moto, illa alwazgha, isipokuwa huyo mjusi. Fa innahu nafakha, yeye alikuwa anaupuliza kabisa ule moto ili uwake vizuri, kwa hiyo akalani ile wa mbali. Mtu ukiacha nyumbani kwako mijusi ikawa mingi, maradhi ya kutapika tapika mara kwa mara hayatakosekana. Lakini kadhalika al-ishal, kule kuharisha sana, basi mtu yoyote yule ambaye atakayesibiwa na madhara haya hujihisi mwili unachoka kupita maelezo. Lakini kadhalika suda, hutengeneza mfumo wa maumivu makali sana ya kichwa, ngozi ikawa nyekundu sana. Kwa sababu gani? Ya bakteria waliotokana na huyu mjusi wanaozagazaga pale majumbani. Pia kuwa na tatizo la moyo kwenda mbio sana kwa huyu mdudu. Mjusi unaweza ukamuua akafa kabisa, baada ya kufa kwake ukamkata mkia, lakini cha ajabu ule mkia ukaona unacheza cheza. Sasa unashangaa kwa nini? Yeye kaisha kufa. Ule mkia unacheza cheza kwa sababu una nishati, una kiwango kikubwa sana cha umeme, na katika ule mkia una kiwango kikubwa kabisa cha chembe chembe, ambazo ndani yake hizo chembe chembe ndio zimebeba bakteria wa hatari sana katika mazingira kama haya. Wallahi, kila alichokielekeza Bwana Mtume Muhammad kina faida, na kila alichokataza Bwana Mtume Muhammad kina hasara katika hali za aina kadha. Kwa hiyo maneno ya Bwana Mtume Muhammad yanathibitishwa na sayansi, yanathibitishwa na utafiti za sasa, bila shaka zinatubainishia uhakika wa maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mdudu wa pili ambaye ni halali kumuua na mahala popote tutapomuona tuhakikishe tunamuua ni huyu anaitwa alfaarun, kwa maana panya. Panya naye ni miongoni mwa wale viumbe watano ambao tuna uhalali wa kuwaua kwa sababu wana madhara makubwa sana katika afya na maisha ya binadamu. Naye huyu panya ana uwezo wa kuchukua idadi kubwa kabisa ya maradhi mazito na maradhi yaliyo hatari kabisa kuyapeleka kwa mwanadamu, ambayo yanaweza kusababisha mtu akafa. Panya huwa anabeba maradhi na kuyapeleka kwa wanadamu kwa njia mbalimbali zilizo tofauti. Mfano, ana uwezo wa kuwa anatoa mfumo wa maji, kwa maana mkojo wa panya. Panya anaweza kukojoa. Anapokojoa panya, basi ule mkojo wake una virus wa aina nyingi sana, lakini kadhalika wakiwemo kina salmonella wale, lakini kadhalika na njia ya al-'adb, kung'ata. Panya akikung'ata akakutafuna mahala fulani, ana hatari ya kusababisha wewe mwanadamu ukapata maradhi hatari. Kwa nini huyu mwanadamu anaweza kupata madhara kutokana na panya? Panya anabeba aina ya virus au virusi vinavyoitwa hanta. Virus hao wakimsibu mwanadamu wanaweza kumsababisha mwanadamu wakafililia mbali, ukasibiwa na virus hawa. Utajuaje sasa katika masala kama haya? Usababisha homa za ghafla, atakuwa pia na maumivu ya kichwa, lakini kadhalika huyu mwanadamu atakuwa na maumivu katika sehemu ya mbavu zake. Mbavu zinabana mahala alipokojoa panya, au mahala penye kinyesi cha panya, wewe ukawa unavuta ile harufu ya mkojo wa panya au harufu ya kinyesi cha panya, basi hapa virus ya hanta hupitia kwa njia hiyo kuingia katika mwili wa mwanadamu, na matokeo yake utaanza kuyaona baada ya wiki 2, ndipo unaanza kuyaona matokeo ya mashakil kama haya. Huyu mwanadamu alosibiwa na virus hawa atapatwa na tatizo la kuwa na maumivu makali ya tumbo, na kadhalika atakuwa na tatizo la kuharisha mara kwa mara, na hata kutapika, mtu kuwa na mafua makali. Lakini kadhalika inawezekana mtu hata figo zikafeli. Kwa sababu gani? Ya uwepo wa virus anaitwa hanta. Mtu anakojoa damu, au kadhalika mtu anakwenda haja kubwa inatoka na damu, ndio tunasema fulani anaharisha damu. Katika mazingira kama haya ni kiumbe hatari sana kwa mazingira kama hayo, kwa kuwa anabeba virus wa aina nyingi, akiwemo virus huyo ambaye anaitwa hanta, ambaye ni hatari katika maisha ya mapafu, ni hatari katika maisha ya figo, ni hatari katika maisha ya ngozi, ni hatari kwa mwanadamu wa ujumla wake. Kwa hali za namna hii, Mtume akasema panya ni katika viumbe watano wanaopaswa kuuawa. Katika majumba yetu akisha tunamuondosha panya, na tukimuua panya tunapata thawabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sasa yalikuja maswali mengi sana. Nyama yake vipi? Mbona watu wanakula na hatuoni madhara katika hali za aina kadha? Sasa anayekula nyama ya panya atapatwa na mushkili gani? Asifikirie mtu ya kwamba madhara yatadhihiri leo kesho, kala leo kesho tayari madhara yametokea. Hapana, na hii inatokana na ile kinga ya mwili ya mtu mmoja na mwingine. Kuna mwingine anaweza kupata madhara haraka zaidi kutokana na mifumo ya kinga za mwili wake sio madhubuti katika kupambana na maradhi, na mwingine anaweza kupata madhara yakaonekana kwa muda mrefu kutokana na mfumo wa kinga za mwili wake zina uwezo wa kupambana vizuri, ndio yataonekana kwake kwa muda mrefu. Kwa mtu anaweza kula miaka 5, miaka 7, miaka 20, miaka 30, baadaye ndo akaja kuona balaa linakuja kutokeza katika mazingira kama haya. Ni kwa sababu nyama ya panya ina kiwango cha sumu
inayoua polepole, taratibu inaua. We mwenyewe hujui kama unakufa hivyo. Lakini na katika hatari zaidi ambayo inajitokeza kwa anayekula panya, kuifanya damu kuwa nyepesi sana katika mwili wa huyu mwanadamu. Kwa nini hii damu inakuwa nyepesi sana? Ni kwa sababu katika nyama ya panya kuna aina ya sumu inayoitwa alwarifin, sumu ambayo ni hatari sana. Hii ni sumu ambayo inayostopisha na kusimamisha ndani ya mwili wa mwanadamu uzalishwaji wa protini inayoitwa alborothombin. Yani protini hii mara kadhaa huwa inazalishwa katika ini la huyu mwanadamu. Sasa ikistopishwa kunatokea nini? Sikiliza vizuri hapa. Hii protini inaitwa alborothombin nafsuhu, ikiwa yenyewe peke yake haina uwezo wa utendaji uliokuwa bora katika mwili wa mwanadamu, lakini pamoja na kuungana na vitendea kazi vingine, ndipo alborothombin inaweza kufanya kazi zake katika utaratibu uliokuwa bora. Tena vitu ambavyo vilivyoungana nini? Almaujudat fil balazima, vinavyopatikana katika vitu vinavyoitwa plasma. Plasma ni nini? Ni ule uterezi unaopatikana katika damu ya huyu mwanadamu, na ndio unasababisha damu itembee vizuri katika mwili wa huyu mwanadamu. Hiyo ndo plasma. Alborothombin, protini hiyo ikibadilika ikiwa thrombin, maana yake enzyme hiyo. Tunaizungumzia enzyme sasa, inakuwa katika hali za namna hiyo. Alfibrin gene inabadilishwa ila fibrin, nayo inafanya kazi ya kubadilisha. Fibrinogen inabadilishwa inaikuwa fibrin katika mazingira kama haya. Ikiwa utakula nyama ya panya, kwa kuwa ina alwarifin inayostopisha utendaji huu, basi maana yake damu itakuwa nyepesi sana. Hili ni jambo ambalo linaweza likapelekea tukio lifuatalo, yani mtu kuwa na tatizo la kutonea damu ndani ya mwili wake. Inawezekana kukapelekea mtu kutokwa na damu puani. Lakini kama hilo halitoshi, hata masikioni anaweza kutokwa na damu. Kama hilo halitoshi, hata katika sehemu za haja anaweza kutokwa na damu. Hata katika sehemu ya vinyoleo vyake anaweza kutokwa na damu. Maradhi ya kizunguzungu yatakuwa kwake yanajitokeza sana. Sasa inawezekana ukawa unatafuta nini tatizo. Ukila panya, jiandae kupatwa na madhara makubwa, na hayaji leo kesho. Narudia tena, hayaji leo kesho. Kwa hiyo we kula tu kwa namna unavyokula, kula tu, lakini mwisho wa siku likija kulipuka, halina mswalie Mtume hilo. Hilo ni moja kwa moja safari. Ukisikia marrabbuk, basi jua maswali haya hayaulizwagi duniani. Sheikh, Mola wako nani? Unashtuka, nishafika huku. Ndiyo. Sababu nini? Nilikula panya. Yoyote yule ambaye atakayewaua hao viumbe wa aina tano, hali ya kuwa mtu huyo amehirimia kufanya ibada ya haji, fala junaha alaihi, sio makosa kwake. Wa kwanza kabisa al-aqrab, ni huyu anaitwa nani? Nge. Nge ukimuona, hata kama umehirimia haji, muue. Lakini wa pili alfaara, panya. Lakini kadhalika watatu alkalbul uqur, jibwa koko. Lakini kiumbe wa nne alghurab, kunguru naye na mwewe naye. Sasa swali moja la msingi hapa, mashekhe zetu mara kadhaa walikuwa wanapotusomesha hadithi za namna hii, hatuishiwi kutajiwa majina tu ya viumbe au wanyama ambao wanaotakiwa kuuawa. Walikuwa wanatupa na sababu za msingi kwa nini uawe. Sasa leo tunataka tumtazame huyu nani? Al-ghurab, kunguru. Tafiti na ilmu imethibitisha anna dhaka al-ghurabi, ya kwamba uelewa wa kunguru unafanana na uelewa wa mtoto wa kibinadamu mwenye umri wa miaka 7. Lakini kadhalika huyu kunguru ana uwezo wa hali ya juu sana wa kutegua fumbo. Wakikuona umekaa mahala, kuna kitu fulani unaandaa hivi, anataka kwanza kuangalia kwa nini huyu anachofanya ni nini. Kunguru ana kumbukumbu, huwa hasahau nyuso za watu ambao ukimfanyia maudhi siku yoyote ile, kunguru hakusahau. Lakini kadhalika ana uwezo wa kupambanua tofauti ya nyuso za wanadamu. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu aliyoumbwa hivi na akili hii, kwa nini aambiwe tena auawe? Katika ubongo wake huyu kunguru una uwezo mzuri kabisa wa kupangilia mifumo ya fikra. Baadhi ya
sehemu za ubongo wa kunguru zinataka kufanana sana na baadhi ya sehemu ya viumbe ambao wenye tabia ya kunyonyesha, maana yake wanadamu. Lakini kuna viumbe wengine tukio pale kumbukumbu zinapotea. Unaweza ukamfukuza hapa, baada ya dakika 2 karudi tena. Lakini kwako wewe mwanadamu unakuwa unakumbuka, na kwa kunguru pia naye ana kumbukumbu hizo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kunguru auawe? Tafiti zimebaini ya kwamba kunguru ni mmoja katika viumbe ambao wanaweza kumsababishia wanadamu miongoni mwa maradhi yanayosababishwa na virus wa aina mbalimbali na hata vijidudu vya aina mbalimbali, na hii inatokana na mfumo wa aina ya chakula chake anachokula. Kunguru anakula aljifa, mizoga. Kunguru anakula uchafu. Kunguru anakula vitu vya hatari. Kuna aina ya virusi ambao wanasababisha influenza tuyur ambao wanaitwa H5N1. Hawa ni kwa sababu ya maradhi ya mafua makali, naita mafua ya ndege, au H9N2. Hawa ni virusi ambao wanabebwa na kusambazwa kuja kwa wanadamu kupitia nani? Kunguru. Lakini kadhalika kuna virus wanaita Newcastle, wana uwezo wa kusababisha maradhi hatari kabisa, ambao maradhi hayo miongoni mwake ni kubanwa sana na kifua, mbavu kubana sana na kupumua juu unakuwa hivyo. Lakini kadhalika kuna baadhi ya bakteria hawa ambao ni hatari sana, wanabebwa na kunguru na wanaletwa kwa wanadamu, na hivyo wanaanzisha madhara. Ni aina ya bakteria wanaitwa Chlamydia Bisters. Hawa sasa wana hatari kubwa katika maisha ya mwanadamu. Hawa bakteria huwa wanahama kutoka kwa kunguru kuja kwa mwanadamu. Huyu mwanadamu anaponyewa na kunguru au akapata maji kutoka kwa huyu kunguru, au kadhalika inawezekana mtu akapata maradhi haya kwa kuvuta hewa ambayo imeambatana na harufu ya mavi ya kunguru. Mwanadamu ambaye amepatwa na hawa virus anakuwaje? Anasibiwa biltihabi riawi, tatizo la infection ya mapafu. Wanaweza kusababisha vile infection katika mishipa ya moyo. Matokeo yake sasa unakuwa ni mtu ambaye damu inakwenda ndivyo sivyo, ganzi itatawala sana mwilini, mwili utakuwa unauma sana bila utaratibu na mfano wa hayo. Hawa ni baadhi tu ya bakteria ambao tumewataja. Tukamzungumza ghurab kwa maana kunguru katika darasa letu lililopita, na leo tunaendelea katika kumtazama nani? Ghurab. Kunguru namna walivyo huwa wanaishi kifamilia, yani wana tabia ya kuishi hivyo kifamilia namna walivyo, na hata katika kula wanakula pamoja. Lakini kadhalika kunguru wana tabia ya kuwalea watoto wao pamoja. Hapa unafunzwa funzo katika kumjua huyu mdudu. Anakufunza ya kwamba kila wanachokifanya wanakifanya kwa nini? Kwa umoja. Wewe mwanadamu, je, mambo yenu mnayafanya kwa umoja? Utakuta ndani yenu kuna wanafiki humo, wanawasaliti wengine, ndani yenu kuna wanaobeza jitihada za wengine. Hata kunguru wanawashindeni mkiwa katika mfumo wa hali ya namna hiyo. Lakini pale ambapo unapofika wakati wa kiangazi sasa, kunguru hawa wanafanya nini? Huwa wanakusanyika usiku katika mkusanyiko mkubwa sana. Hapo sasa wanapandana sana. Katika hili wanadamu hawatakiwi kuiga. Lakini baada ya kufanya mambo yao hayo ya tazawuji, ya kupandana sasa, baada ya hapo wanaanza kubadilishana maalumati. Wanawezaje kupata kiwindwa chao, wanawezaje kupata chakula, wanabadilishana maalumati. Kama kuna mmoja ambaye anajua sehemu fulani kuna chakula kwa wingi, huwapa na wenzake. Nyinyi wanadamu mnafanya hivyo. Pale kwenye kazi yako ndo hutaki hata mtu ajue, kwa sababu sasa kijua huyu ananiharibia. Na ndio ukweli, na akijua na kuharibia kweli. Na katika msimu wa kuzaana sasa, hawa ndege wanasaidiana, mke na mume wa kunguru, katika kujenga nini? Lile chicha lake au nyumba yake. Alafu kunguru mwanamume huwa hataki kuona kunguru mwanamume anamsogelea mkewe, yani ana wivu, ndo maana yake. Kunguru anataga imma mayai 5, imma mayai 6, yani kuanzia 5 mpaka 6. Lakini kadhalika na yule mtoto wa kunguru huwa anabaki kiwa pamoja na wazazi wake kwa muda usiopungua au unaokaribia miaka 6. Kunguru anaishi miaka 20. Na hawa ni wale kunguru wanaishi wapi? Porini. Lakini kadhalika baadhi ya kunguru wapo ambao wanaishi kuanzia miaka 29 mpaka miaka 59. Na hawa ni wale kunguru ambao
wanaishi katika usra, kwa maana wanaishi humu majumbani kwetu humu. Kuishi kwa umri huo wa miaka 29 mpaka 59 ni kwa sababu maisha yao hayapatwi na hatari nyingi kutoka kwa wanyama wanaowinda kama vile nyoka na wengineo. Kwa kuwa huku mjini hawapo, basi hawa hatari yao inakuwa ndogo. Sasa nini sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kunguru auawe? Yapo maradhi ambayo sababu ya maradhi hayo ni kunguru kwa mwanadamu. Kuna bakteria wanaitwa Campylobacteria jejuni, ni katika bakteria hatari sana, wanaweza wakamsibu mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya chakula cha mwanadamu kikiwa ndani yake kimeingia kinyesi cha kunguru, au maji yanayokunywa mwanadamu yakawa yana chembe chembe za kinyesi cha kunguru. Sasa huyu bakteria kaisha ingia katika mwili wa mwanadamu, anapatwa na nini? Kwanza ataanza kuharisha sana, lakini kadhalika anakuwa na homa kali zisizoshuka na mtu kuwa na maumivu makali tumboni, ya kwamba huyu kunguru anajumuisha mjumuiko wa bakteria wengi sana, tunaita interbacteriaceae. Kwa mfano, kuna bakteria wanaitwa salmonella, bakteria wanaitwa shegela, unaweza kusababisha madhara katika utumbo, na hivyo utumbo kutoboka matobo. Yote haya yanaweza kusababishwa na kunguru. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kunguru afanyeje? Auawe. Katika darsa iliyopita tulimtazama al-ghurab kwa maana kunguru, na leo tunakwenda kutazama al-hidaa kwa maana mwewe mzee. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema ya kwamba mwewe naye auawe? Sasa huyu mwewe kwanza ni nani? Tumjue. Ni ndege mwenye asili ya kujeruhi na ana akili. Mwewe ana uwezo wa kuruka sana, akakaa vizuri katika anga kuliko hivi ndege vidogo vidogo. Yeye mwewe anaweza kumudu kukaa kwa muda mrefu angani bila kutua mahala popote, lakini utambulika pia na mkia wake huwa ni mashkuk, kama una mipasuko hivi. Mwewe anaona vibaya mno kuliko unavyofikiria, anaona sana. Urefu wake unafika takriban sentimita 50 mpaka sentimita 60. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyomuumba, ana mdomo mkali kweli kweli, lakini kadhalika na ana makucha. Mwewe anakula vijidudu, hasa na wale wanyama wanaotambaa. Nyoka akikaa vibaya analiwa na mwewe. Mwewe anakula mpaka samaki. Anapendelea sana huyu mwewe kuishi katika sehemu gani? Juu kabisa kule ya ncha ya mti. Namna walivyo mwewe, huwa wanajenga majumba yao. Mwewe wanajenga machicha au viota vyao, na jike la mwewe linataga mayai 10 mpaka mayai 20. Sasa kwa nini huyu mwewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema tunapomuona tumuue? Kwanza huyu mwewe kwa namna alivyo, Mwenyezi Mungu amempa ufahamu wa kishetani. Yani huyu mwewe namna jinsi alivyo, yeye anapouona moto, hasa moto yenyewe ukiwa mdogo, uko porini, anapouona moto yeye haukimbii ule moto, bali huuchukua ule moto kwa mdomo wake, anaruka nacho kwenda nacho hicho kijinga cha moto katika sehemu ya mbali kutoka pale ambapo walipouona moto huo. Na sababu ya kufanya hivyo, huchukua ule moto na kwenda nao katika sehemu kwenye majani makavu, na huweka pale katika sehemu ya majani makavu. Kunatokea nini we mzee? Kwa hali hiyo, mwewe ni kiumbe hatari. Kijarida kimoja cha taaluma choandikwa na nani? Mtu mmoja anaitwa Jonal Aufi, aliyaeleza haya pale ambapo alipofika mwishoni kabisa mwa mwaka 2017. Kumepatikana ushahidi tosha wa watu 16 walimuona wao wenyewe kwa macho yao. Wamemuona nani? Mwewe anahamisha moto kutoa sehemu kupeleka katika sehemu nyingine. Sababu ni nini? Ya kwamba pale patawaka moto, kuna wadudu na wanyama fulani wataanza kukimbia. Sasa yeye pale anakamata
kwa urahisi. Lakini kadhalika na imefahamika na kutambulika ya kwamba moto uliotokea katika mapori ya huko Australia, na huo moto ukaangamiza takriban heka zisizopungua milioni ngapi? 20. Sababu ya kuangamiza inatokana na ndege anaitwa nani? Mwewe. Ndio Mtume anasema mwewe auawe. Imetambulika ya kwamba huyu mdudu anaitwa nani? Nge ndiyo kiumbe mkubwa kilinganisha na wale viumbe wa mfano wake wanaitwa mafsaliyat. Vile tunaita al-ankabut, wale buibui, jongoo pamoja na wale tandu, wale wote ni jamii moja. Ukubwa wake ni wa wastani, anakadiriwa kufika sentimita 6. Ama mikia ya hawa nge fatawilatun wa munhaniya, inakuwa mirefu lakini imepinda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba huyu nge akiwa na viungo tofauti tofauti, na mwisho wake kabisa, yani katika kale kamkia kake kuna sindano kwa ajili ya kutema sumu. Na nge wa kiume mkia wake unakuwa ni mrefu zaidi ukifananisha na mkia wa nge mwanamke, mkia wake unakuwa mfupi. Lakini ama katika sehemu zake za mikono pamoja na miguu yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na vitu vinavyoitwa al-kamasha. Al-kamasha ni kama makucha ambayo anayatumia kwa ajili ya kukamatia kile kiwindwa chake. Kadhalika anasema na huyu nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba ana haikalul khariji, kwa maana ana frame au umbo lile la nje. Hili la nje imetengenezwa kutokana na alkaliatin. Hii ni gamba gumu, na nge anakuwa na miguu 8. Nge ana macho 5, mawili yako mpembeni alafu 3 yako kwa hapa juu. Pamoja na kuwa na macho 5 haoni vizuri bado. Lakini yatakawanu batnul aqrabi min juz'ain, tumbo la huyu nge na lenyewe limeambatana kutokana na vitu viwili. Sehemu ya kwanza inaitwa almaisosumun na sehemu ya pili inaitwa almaitasumun, na hapo ndipo palipobeba viungo vinavyotengeneza uhai kwa huyu nge. Moyo wa nge unapatikana hapo katika almaisasum, hapa ndipo inapatikana moyo wa nani? Wa nge. Na system ya umeng'enyaji wa chakula inapatikana hapo. Lakini wal a'dha'u tanfisia, lakini kadhalika vile vile na viungo vinavyofanya kazi ya upumuaji. Lakini nge namna alivyo, mapafu yake ni tofauti na alivyo mapafu ya mwanadamu au ya viumbe wengine. Yani mapafu yake hapo kama unavyoona karatasi au kama unavyoona kitabu kilivyofunuliwa, ina karatasi nyingi sana, ndio mapafu yake namna yalivyo. Na Mwenyezi Mungu kamuumba hivyo kwa sababu maalum, kwa sababu yeye anakaa katika vishimo vidogo vidogo. Katika vile vishimo vidogo vidogo oksijeni inakuwa hafifu. Sasa ile mfumo wa yale mapafu yake yana uwezo wa kuhifadhi kiwango cha oksijeni ili maisha yakaendelea kwake. Maitasom ni nini? Hii ndo sehemu sasa inapatikana sumu ya huyo nge mwenyewe. Hii sumu ya nani? Ya nge. Kwanza ni asili ya majimaji, lakini asili ya majimaji hayo namna yalivyo yana thamani sana, lakini na namna yalivyo yanaunguza. Ndani ya sumu ile ya nge ina vitu vinavyoitwa sumu ambayo ina uwezo wa kusuluhu matatizo ya misuli, na kuna vitu vinavyoitwa albabaidat. Tukizungumza albabaidat tunazungumza zile vitamin B. Kama utapata sumu ya nge unapata hela nyingi sana, ambayo inaweza kufikia takriban dola milioni 10 kwa lita hii. Haya, unaipataje? Sumu ya nge ina uwezo wa kutibia vizuri mno maradhi ya kansa. Vile vile hii sumu ndio bora sana ambayo inayoandaa baadhi ya madawa ya aina mbalimbali. Ndani ya sumu hii ya nge ina vitu vinavyoitwa chlorotoxin. Ni aina fulani ya maadini bora sana ambayo ina uwezo mzuri wa kuirejesha misuli katika taratibu zake. Misuli iliyokakamaa inaacha. Kadhalika kuna aina ya enzyme nyingine inaitwa tashar albedo toxin, ambayo hii ni muhimu sana pia katika kurejesha misuli katika nafasi yake na kuondoa maumivu. Hii inakata maumivu, hii inarudisha misuli katika utaratibu wake. Zote zinapatikana katika sumu ya nge. Vile vile hii sumu ndio bora sana ambayo inayoandaa baadhi ya madawa ya aina mbalimbali. Yeye mnakula tu madawa Naomba panado, baada ya dakika 15 20 maumivu yamekata.
Hii sumu inatolewa katika tezi zinazopatikana kwa nani? Kwa nge. Sasa hapa kwa nini tumeambiwa auawe? Kama akikugonga anaweza kupelekea mkono au mahala alipogonga pakawa pazito sana, lakini wakati mwingine anaweza kusababisha maumivu makali. Inawezekana ikapelekea mtu moyo ukafeli, au mapafu yanawezekana yakafeli, lakini ni maalum kabisa kwa watoto wadogo na watu wenye umri mkubwa, wazee. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwalinda watoto pamoja na wazee akasema nge afanyeje? Auawe. Tunamtazama kiumbe mmoja katika wale watano tuliohalalishiwa kuwaua tunapowaona, kwa maana mbwa koko. Ile jibwa ambalo limekaa halina kazi, lipo tu, linalalalala ovyo ovyo, linakamata kuku za watu, lipo tu, yani ni mbwa, ili mradi anaitwa mbwa. Ila wale mbwa ambao tayari wao wamefundishwa, wana mafunzo maalum, au hawana shaka, mbwa akilamba chombo chako ukioshe mara 7, lakini mara moja kati ya hizo mara 7 uoshe kwa mchanga, usugue vizuri kabisa. Katika yale matemate yanayochirizika kutoka katika mdomo wa mbwa kuna virus, kuna virusi hatari katika maisha ya mwanadamu. Ni aina ya virus wanaitwa Arrabadiya. Virus hawa hutengeneza nini? Hutengeneza maradhi yanayoitwa maradhi ya mbwa. Lakini hawa virus wanaoitwa Arrabadiya wamezungukwa na gamba maalum. Wanapoingia katika mwili wa mwanadamu huwa wanakwenda katika vitu vinavyoitwa genome. Maanake tunakusudia DNA na RNA. Na ndio maana mtu akishasibiwa na madhara ya dogi, ya mbwa, virus huyu akaingia akamletea madhara, utamwona mtu huyu anabweka kama mbwa, hivyo kama anafanya mbwa. Na utamwona mtu huyo anatoa ulimi kama vile anavyotoa ulimi mbwa. Genome zile zishashambuliwa na virusi, sasa na yeye anachukua tabia ya mbwa. Kikaa vibaya anaweza kung'ata kama anavyong'ata mbwa. Ndio tunasema kapata kichaa cha mbwa. Sasa virusi hawa wakiingia katika mwili wako wanadili na DNA na RNA. Na baada ya kushambuliwa na huyu virusi huyu bihatati an-nawawi ar-raisi, kwa sababu virusi hawa wanachofanya ni kuzunguka katika zile alhamdi an-nawawi, kwa maana katika DNA na RNA huzunguka zile. Baada ya kuzunguka katika mazingira kama haya huziletea madhara, ndio mtu anachukua tabia ya mbwa kwa wakati wote. Haya madhara yanaweza kuwapata pia baadhi ya wanyama. Kwa mfano, paka anaweza kusibiwa na tatizo hili, sawa? Ng'ombe anaweza kusibiwa na tatizo hili, mbuzi anaweza kusibiwa na tatizo hili, na viumbe wengine. Lakini taaluma inaonyesha kwamba ukisibiwa wewe ni vigumu sana kumwambukiza mtu mwingine. Mwanadamu huuawa na virus hawa wanapoingia katika mwili wake, lakini kadhalika anapoingia katika mwili wa mwanadamu huenda kuleta madhara katika system ya nerves, mishipa ya fahamu. Kwa hiyo mtu anakuwa azbani, haelewi. Mbwa ni mdudu hatari, hasa akiwa katika mazingira haya. Sasa iwapo kama ataingia na akaleta madhara katika system ya neva, mishipa ya fahamu, hapa husababisha ubongo kupatwa na matatizo makubwa kabisa, maradhi katika ubongo, kisha mtu hufa baada ya kusibiwa na virus hawa wanaitwa Arrabadiya, ambao vyanzo vyake ni kutokana na jibwa koko katika hali za aina moja au nyingine. Virus Arrabadiya anapoingia katika mwili wa mwanadamu husababisha kifua kubana sana. Ndio unaona mtu anapumua kwa shida. Pia husababisha maumivu makali ya kichwa, husababisha homa kali. Kadhalika kunatokea matatizo ya mtu anataka kujikaba mwenyewe au kujinyonga mwenyewe kutokana na kusibiwa na virus hawa. Anakuwa hivyo. Ulishawahi kuliona jibwa limepatwa na kichaa, anageuka mbwa, anajing'ata mwenyewe mkia wake, basi anazunguka pale, yani anazunguka kuutafuta mkia, basi na mtu anakuwa vile. Mtu huyu atakuwa anaogopa maji,
aliyosibiwa na matatizo, ukimsogezea maji anakimbia. Hali hii kama itadumu itampelekea mtu kupata ghaibuba. Ghaibuba ndio mwili una vibrate namna hii, mwili mzima anatetemeka katika hali za namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mbwa koko ni katika viumbe watano ambao ni halali sisi kuwaua katika hali ya aina moja au nyingine. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.